بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kama tulivyotangazia jana katika darasa yetu ya Asira an-Nabawiyya kwamba leo tutakuwa na darsa ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim, na baada ya majadiliano mafupi tukaona kwamba tuisomeshe juzuu ya 29, juzuu ya Tabarak, tukianzia na suratul Mulki ambayo ni sura ya 67 yenye aya 30. Baada ya kuwa tumeshasoma juzuu ya Al-Ahqaf, kisha tukafuatia Adh-Dhariyat, kisha juzuu ya Qad Sami'a juzuu 28. Kwa hiyo vizuri tukaendelea na juzuu 29 kisha ya 30, alafu hizo nyingine zitafuatia baada ya kumaliza juzuu hizi. Ukizingatia pia kwa upande mwingine kwamba sura hizi watu wengi wanazisoma katika wanaojifunza mambo ya ilmu, hasa wenye kuanza sasa, wengi husoma sura hizi, juzu ya kadhalika juzu ya Tabarak, hal kadhalika juzu ya Qad Sami'a. Kwa ni vizuri kwa wenye kuisoma wakasoma huku wanajua maana yake, japokuwa kwa ikhtisar. Kwa natarajia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia darasa hizi tutanufaika na haya tunayoyasoma kwa kuzingatia tarjama tunazopewa na maani mbalimbali na tafsiri aqwali za ahlul ilmi juu ya sura hizi na ayati hizi al-karimat. Sababu lengo sisi la kusoma Qur'ani, tunaisoma moja katika malengo, kwanza tunataabad bitilawati. Mtu anaposoma Qur'ani hupata thawabu kwa kule kuisoma tu, ni mmoja anajua maana au hajui. Hii katika baraka na fadhila za Qur'an. Lakini akiwa ajua maana si sawa na yule ambaye hajui, kwa sababu pia katika malengo ya kuisoma Qur'ani ni sisi kujua maana yake na kuzingatia yaliyomo katika ayati hizo, watadabburu bimaanihi, na kuzingatia zile maana. Kwa hiyo kuzingatia maana hakuwezi kupatikana kama ikiwa hujui maana. Kwa hiyo ukiwa umehifadhi sehemu katika Qur'ani au Qur'ani yote, katika mambo muhimu kabisa ambayo unatakiwa kuyapigania ni kujua maana. Wa mal asaf, na kwa masikitiko makubwa ni kwamba Qur'ani walillahi alhamdu imefanywa khidma kwa lugha nyingi sana kuwafahamisha watu maana ya Qur'an, na hata kwa lugha ya Kiswahili pia umetangulia wengi wamefanya tarjama za Qur'ani walillahi alhamdu wal minna. Lakini masikitiko ni kwamba tarajumi nyingi hazikusalimika katika zile niliziona mimi nazozijua, nyingi hazikusalimika na baadhi akhta au baadhi ya makosa
kwa masikitiko imekuja katika sehemu muhimu sana, nazo ni sehemu za mu'taqad, katika sehemu za tauhid, sehemu ya aqida ya salaf, kile wanachokiitakidi as-salaf as-salih na kile wanachokishika wanachokiamini as-salafiyun. Kwa maana baadhi ya mutarjima za Qur'ani wamefanya ta'wil katika ayatu as-sifat kwa kiwango kikubwa sana. Sasa hili ni jambo la kusikitisha kwa talibul ilmi as-salafi, hapati amani anapofungua baadhi ya vitabu vya tarajum au tafsiri za Qur'ani za Kiswahili. Ziko nyingine tuambiwa kwamba mujamma wa Malik Fahad ibn Abdul Aziz bil Madinati an-Nabawiyya umetoa tarjama ya Kiswahili iliyofanywa na mashekhe wawili, Sheikh Nasr Khamis na Dr. Abdullah Al-Khatib. Mimi sija kipata tafsiri rasmi na kupitia yote kama ilivyo, lakini tunatarajia pengine kuna khairi ndani yake. Wa illa tarajumi nyingi katika lugha ya Kiswahili kuna matatizo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kusomeshana katika misingi ya sawa sawa. Kuna kila sababu ya sisi kusomeshana tarjama ya Qur'ani katika misingi iliyo sahihi, na sisi kuyazingatia haya, kwa sababu mujitamaa wetu unahitaji kitu cha ziada. Katika mujitamaa wa nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, utaona kwamba khatibu atasimama juu ya mimbar, atasoma aya, atataja kauli za wanawachuoni, As-Sa'di kasema kadha, Ibn Kathir kasema kadha, At-Tabari kasema hivi, Al-Baghawi, na watu wanasikiliza, wanaelewa. Imekuja moja kwa moja katika lugha yao. Sisi kwetu kuna kitu cha ziada kinahitajika. Hata ukisema amesema Ibn Kathir, lazima useme Ibn Kathir kasemaje kwa lugha yao ili watu wakuelewe. As-Sa'di amefafanua, pengine katumia lugha nyepesi kabisa katika kuelezea aya, lakini bado watu wanasubiri wasikie tarjama yako, Sa'di amesemaje. Kwa hiyo kuna kitu cha ziada kinahitajika kifike kwa watu, nao ni tarjama sahiha ya hiyo aya au hiyo hadithi au hayo maneno ya mwanachuoni. Kwa hiyo kitu hatuwezi kukikwepa, lazima tukitilie maanani. Tunajua tarjama sahiha ya Qur'an na kunukuu kutoka kwenye Qur'ani kuleta katika lugha yetu. Sasa hapa tunapokuwa pia tunakosea, tutaadhibiwa kwa hili. Hutapewa udhuru kwamba Allah asema hivi, wewe wasema vile. Sijakosea aya. Naam, hujakosea kujitamka aya, lakini je, maelezo haya ni sahihi? Hivyo unafanya tarjama ndivyo? Kama sivyo tutakuwa umezua bila shaka. Sasa ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa ajue tarjama ya Qur'ani yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, au ajue kila ambacho atakihitajia katika ufikishaji wake, kwamba hii ndivyo sahihi. Na hilo si jambo jepesi kwamba kila mmoja analiweza, kwa sababu katika uandaaji wa tarjama kuna vitu vingi vitakulazimu. Vina vitu vitahitajika ndani yako na nje yako. Ahliya ile yako kwanza katika lugha ya Kiarabu na kufahamu Qur'ani kilugha na misingi ya lugha na vitu vingine, lazima una ahliya hizo, una ahliya hiyo, na kadhalika utazame kauli tofauti za wanawachuoni mpaka upate ile maana ambayo ni muradi iliyo sahihi. Kwa hili itabidi hapa tufanye tarjama hivi, na hapa itabidi tarjama yake iwe hivi. Yani si jambo la kuangalia Faris kasemaje, akasema hivi, Ibn Kathir basi. Ni jambo la kutuliza akili yako na ulifuatilie nukta baada ya nukta. Sasa kusema kila mmoja lazima afanye hivyo itakuwa si sahihi. Yani itakuwa tunawakalifisha watu sasa jambo ambalo liko nje ya uwezo wao. Hivyo basi wajitolee baadhi ya watu katika hilo,
alafu ndio watapata faida. Pengine itakuwa sasa wao wenyewe sasa katika hilo watakuwa watazidisha katika kupekua zaidi. Lakini ni jambo muhimu la tarjama ya Qur'ani kwa talibul ilm, kwa sababu sisi hatuna msingi isipokuwa msingi wetu ni kitabu na as-sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sasa kitabu tujue maana yake na sunna tujue maana yake. Hivi vitabu vya sunna tunavisoma hizi 40 an-nawawiyya, umdatul ahkam, hizi bulughul marami, hizi riyadhus salihin, sahihul bukhari na vitabu vinginevyo, sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ziko ndani yake, tujue maana sahihi ya maneno haya. Au tuamue tufunge kabisa tusiwe na lugha ya Kiswahili sisi, tulazimishe sasa mujitama tulionao ubadilike utoke kwenye Kiswahili kwenda kwenye Kiarabu. Sasa utapelekea wapi ile imtinani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwamba miongoni mwa neema zake wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kutofautiana lugha zenu na rangi zenu. Kwa hiyo kuna umuhimu watu kujifunza Kiarabu kweli, lakini sasa kutaka jamii yote ibadilike iwe ya Kiarabu, sidhani kama ndio makusudio ya sheria. Kwa makasidi ya sheria ya Kiislamu ni kuwafanya watu wote wazungumze Kiarabu, lakini watu wote wafikiwe na risala waifahamu. Hilo ndio jambo kubwa. Wa kufikisha risala ni sisi tulabul ilm. Kwa hiyo lazima tufahamu kile kilichokuwa kimekusudiwa na ayat na as-sunan التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nimetanguliza haya ili kulipa umuhimu jambo hili. Msichukulie jambo hili kimzaha. Ichukulieni jambo hili kwa uzito. Suratu Al-Mulk. Sura hii imeshuka Makka. Kama katika sura za Makka ni sura ya 67 katika mpangilio wa msahafu na ina aya 30. Katika fadhila za sura hii ametaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake, kadhalika al-Imam Abu Dauda na at-Tirmidhi, na akafanya tahsini al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna suratan min al-Qur'ani 30 aya, kwamba kuna sura katika Qur'ani na aya 30. Shafa'at li rajulin, ilimuombea shafaa, ilimfanyia uombezi mtu, hatta ghufira lahu, mpaka akasamehewa. Wa hiya tabaraka alladhi biyadihi almulku, kama sura hii vile vile ni shafi'atun, ni uombezi. Pia inaitwa almani'a kama ilivyokuja katika musnad ya musannaf Abdul Razzaq, kwamba sura hii ni almani'a, kwa riwaya iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba hiya almani'a tamna'u min adhab alqabr. Tukienda katika tarjama moja kwa moja, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma tabarakalladhi, amekuwa mwingi wa baraka yule ambaye, tabarakalladhi amekuwa mwingi wa baraka, ndio tunasema amekuwa mwingi wa khairi, kwa maana kathurat khairatuhu wa 'azamat barakatuhu, zimekuwa nyingi khairi zake na zimetukuka au zimekuwa kubwa baraka zake. Tabarakalladhi, amekuwa mwingi wa baraka yule ambaye, biyadihi, uko katika mkono wake, almulku, ufalme. Biyadihi almulku, alladhi biyadihi almulku, ambaye uko katika mkono wake ufalme. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na hali ya kuwa yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Wa huwa ala kulli shay'in qadirun, na hali ya kuwa yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza, anaweza kila kitu subhana. Tabaraka
ni min tafaala min albaraka wa hiya kathratu alkhair. Kusema tabaraka ni katika wizani wa tafaala, hii tabaraka min albaraka wa hiya kathratu alkhair, yani wingi wa khairi. Na fi'li tabaraka la yansarif, hakuna tabaraka yatabaraku, hakuna, la yansarif, fala yati minhu mudari'un, haiji katika hiyo mudari' wala masdar, wala kuna masdar wala ismu fa'ilin wala ghayru dhalik, wala yusnad illa ila Allah azza wa jalla, wala haiegemezi fiili hii ikawa ina fa'ili mwingine asiyekuwa Allah azza wa jalla, li'annahu yadullu ala albarakati adh-dhatiyya, kwa sababu inafahamisha juu ya baraka ya dhati. Kwa hiyo katika kuanza sura hii, kuandilizwa sura hii na maneno haya tabaraka alladhi biyadihi almulk, katika watu wa lugha katika upande wa ilmu almaani wanasema, au katika ilmu albadii wanasema kuna bara'atul istihlali, bara'atul istihlal, uhudari wa kuanza, uhudari wa kuanza, kwa sababu sura hii kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake inathibitisha ukamilifu wa uwezo wake subhanahu wa ta'ala na baraka zake alivyoneemesha juu ya viumbe wake, na kwamba yeye ndiye al-Khaliq, na kwamba yeye ndiye ar-Razzaq, kwamba yeye ndiye al-Basiru, na yeye ndiye as-Sami'u, na yeye ndiye an-Nasiru, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, amekuwa mwingi wa baraka yule ambaye uko katika mkono wake ufalme, ay as-sultanu wal-qudra, ndio maana al-mulku, ufalme wa nafadhu al-amri, sawa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala lahu at-tasarruf al-mutlaq wat-tadbiru al-kamil fi malakutihi al-wasi', yeye ndiye mwenye kutasarraf bila ya mipaka, yani bila ya kuzuiwa, hajafungwa na kitu, yeye anatasarraf, na ndiye mwenye mpangilio iliyokamilika na ufalme uliomkunjufu kabisa subhanahu. Fa subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in, kama anavyosema katika sura Yasin. Kwa hiyo biyadihi almulk, uko katika mkono wake ufalme. Allah subhanahu wa ta'ala uko katika mkono wake yeye ufalme. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye na hali ya kuwa yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Kwanza katika aya hii kuna tanzihu Allah ta'ala au subhanahu wa ta'ala an kulli aibin wa naqs, kuna kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kila aibu, kila kasoro na upungufu. Kwa hiyo fayashmalu tanzihahu anish shurakai, itakusanya kumtakasa Allah na washirika, hana mshirika, wasahiba, kumtakasa Allah na mke, Allah hana mke, walwaladi, kumtakasa Allah na mtoto, Allah hana mtoto, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hiyo pia vile vile kuna tanzihi ammu mathalati almakhluqin, kumtakasa Allah na kufanana na viumbe, wa an jamii aluyubi wal afat, na kumtakasa Allah, kutakasika na Allah kwamba ametakasika na aibu zote na mapungufu yote. tabaraka alladhi biyadi, maana maneno haya. Kadhalika ithbatu kamali lillah, kuthibitisha ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ithbatu kulli kamali lillah, kuthibitisha kila ukamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. lianna jami'a an-naqais, kwa sababu lianna nafya jami'i an-naqais, kumkanushia, kwa sababu kumkanishia mapungufu yote, yastalzimu ithbata dhiddiha, kuna lazimu kuthibitisha kinyume chake. Kadhalika katika aya hii inafahamisha kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala dhul baraka, kwamba Allah ni mwenye baraka, allati la nihayata laha, hizo baraka hazina ukomo, ni baraka za kuendelea. Kadhalika katika aya hii kuna ithbatu liyadi lillahi azza wa jalla, kumthibitishia Allah mkono. Waqad ajma'a ahlu sunnati wal jamaa
anna lillahi yadayn wa kilta yadahu au kilta yadayhi yamin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono, na wanawachuoni wa ahli sunna wanathibitisha ya kwamba ana mikono miwili. Na yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza, anaweza kila kitu, hakuna kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudratuhu subhanahu tamma la ya'tariha ajzun biwajhin min alwujuh, uwezo wake ni uliotimia, haugusi na kushindwa kwa wajihi wowote ule. Allah hashindi na uwezo wake. Wa qudratuhu ta'allaqat bimumkin, uwezo wake umetaallaki na chenye kuwezekana. Haya, alladhi khalaqa almauta, ambaye ameumba mauti, walhayata, na uhai, liyabluwakum, ili awajaribu, ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yenu ni mzuri zaidi kwa amal, ni nani kati yenu ni mzuri zaidi kwa amal. Wa huwa al-azizu, na yeye, na hali ya kuwa yeye ndiye mwenye kushinda, al-ghafuru, mwenye kusamehe au mwingi wa kusamehe, al-ghafuru, mwingi wa kusamehe. Alladhi, ambaye khalaqa al-mauta, ameumba mauti, wal hayata, na uhai, liyabluwakum, ili awajaribu, ayyukum, ni nani kati yenu ahsanu amala, ni mzuri zaidi kwa amali. Uhai mmepewa na mmewekewa mauti, mmeshapewa uhai lakini mmewekewa na mauti. Lengo ni kuwajaribu nani atatenda vyema katika maisha ya dunia. Sababu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ar-ruha ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأجله صار لا وشقي أو سعيد. إيش المشكلة؟ لا 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 لو سمى وشقي أو سعيد، لفظ الحديث جاء هكذا، وشقي أو سعيد. لا وسماني ما نسيسكي kwani kuna utata katika hili hadithi. Imekuja pale wa yu'maru bi arba'in bi katbi rizqihi, anaamrishwa kuandika maneno manne, kuandika riziki yake, wa ajalihi, na muda wake wa kufa, wa amalihi, na matendo yake, wa shaqiyun au sa'idun. Kwa hiyo marufaisho, lakini hapa pamepita utata kidogo. Kilafdhu alhadithi imekuja hivi, fa wallahi alladhi la ilaha ghayru, akaendelea hadithi ikaendelea. Kwa hiyo watu wameshaandikiwa uhai na kifo. Uhai kwamba wataishi, lakini pia watakufa hawa watu, muda wake ukifika. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, ukija muda wao hawatacheleweshwa japokuwa kitambo kidogo tu, hata nukta haitachelewa, wala hawatatengulizwa. Hutakufa kabla wakati wako, kwamba yule amekufa lakini kwa wakati wake bado. Kama ameshakufa, amekufa kweli, labda amezimia, lakini kama amekufa kweli wakati wake tayari. Sawa. Kwa hiyo amefanya hivyo liyabluwakum, ili awajaribu nyinyi, ili awajaribu ayyukum, ni nani kati yenu ahsanu amala, ni mzuri zaidi kwa amali. Wa huwa al-azizul ghafur, na hali ya kuwa yeye ndiye mwenye kushinda, mwingi wa kusamehe. Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala
kadiria kwa waja kwamba atawahuisha kisha atawafisha. Kaifa takfurun, basi vipi mnamkufuru billahi, mnamkufuru Allah, wa kuntum amwatan, na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni wafu, fa ahyaakum, akawahuisha, thumma yumitukum, kisha atawafisha, thumma yuhyikum, kisha atawahuisha tena, thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye tu mtarejeshwa. Kwa hiyo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allamu fi hadha lamu at-ta'lil, sio lamu ya ta'lil, ili yakhtabirakum, ili awajaribu nyinyi, pate kudhihiri kutoka kwa waja ni nani amefanya amali kwa uzuri zaidi. Amesema al-Fudhail bin Iyadh katika kauli yake ta'ala, ayyukum ahsanu amala, asema ay akhlasahu wa aswabahu au akhlasuhu wa aswabuhu, ile iliyo katika ikhlasi zaidi na iliyo katika usawa zaidi. Amali gani iliyokuwa katika ikhlasi zaidi na usawa zaidi? Kwa maana ni katika ikhlas iliyofanywa kwa ikhlas bila ya riya wala shirk, na aswab ni ile iliyofanywa ala sunna. Tumeumbwa tujaribiwe, si kwamba nani kaswali sana, nani kaswali vizuri zaidi, nani, haitaulizwa nani kafunga sana, la, bali nani kafunga vizuri zaidi. Amali yako umeifanya kwa ihsan, kwa uzuri, ikiwa ndiyo basi utakuwa ni minal muflihina insha Allah. Basi na hali ya kuwa yeye ni mwenye kushinda, mwingi wa kusamehe, kwa maana yasturu dhanba wa yatajawazu anhu. Al-Ghafur maana yake anaifsitiri ile dhambi alafu anaisamehe, ataisitiri dhambi na ataisamehe subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna kuthibitisha sifa ya kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni sifa ya dhati yake subhana, kwa maana Allah lam yazal mawsufan bil khalqi, hakuacha kuwa Allah ni mwenye kusifika na sifa ya kuumba. Yakhluqu ma yasha'u mata sha'a, anakiumba anachokitaka kwa wakati anaotaka. Sawa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuumba, na katika aya hii tunathibitishiwa kwamba mauti ni kiumbe. Al-mautu makhluqun, mauti nao pia vile vile ni kiumbe cha Allah jalla wa ala. Kwa aya hii itakuwa ni raddi kwa wenye kupinga kwamba mauti ni adam, wenye kusema kwamba mauti ni adam, ni kitu kisichokuwepo, lakini Allah anathibitisha kwamba amekiumba. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayah. Ndio baadhi ya makhawariji wanapinga hadithi ya kabsh, kwamba siku ya kiyama mauti yataletwa katika sura ya kondoo. Watu washaingia ahlul janna katika janna na ahlun nari wa katika nar. Ataletwa mauti, ataletwa katika sura ya al-kabsh, sura ya kondoo, alafu yatachinjwa, yatakufa mauti. Kwamba leo sasa mauti nayo tunayaondoa, hakuna kufa. Ni ahlun nari ni khuludun bila maut, wa ahlun nari khuludun bila maut. Ninyi watu wa peponi mtaishi milele humo bila ya kuwepo kufa, hakuna kufa. Kwa msiogope kwamba itafika siku mtakufa, mtaendelea, mtaishi milele. Na nyinyi watu wa motoni mtaishi milele. Kuna baadhi ya makundi katika makhawariji wanasema hakuna kitu hicho, kwa sababu mautu ni arad, si kitu dhati, si jismu. Sawa. Kwa hiyo hakuna kitu hicho. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, na yeye ndiye anayeweza kufanya anavyotaka. Anaweza kufanya arad ikawa jismu, na jismu ikawa arad, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kadhalika aya inathibitisha kwamba Allah yeye ndiye anayehuisha na ndiye anayefisha. Kadhalika kuthibitisha vitendo vya khiari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ambaye ameumba mbingu saba moja juu ya nyingine. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ambaye ameumba mbingu saba moja juu ya nyingine. Kwa hiyo ni sifa ya samawati. Tibaqa ni jamu ya tabaq, kama vile jabal jamu ya jibal. Kwa hiyo khalaqa as-samawati
au 7 samawat ba'dha fawqa ba'd, baadhi yake ziko juu ya baadhi nyingine. Wala ya'lamu sa'ataha illa Allah, na hakuna anayejua upana wake na ukunjufu wake mbingu illa Allah, au hakuna anayejua nafasi iliyoko baina ya mbingu na mbingu nyingine isipokuwa Allah. Imekuja katika khabar baina kulli sama'in wa sama'in 500 am, baina kila mbingu na mbingu kuna mwendo wa miaka 500. Mbingu moja mpaka kufika mbingu ya pili ni miaka 500. Kutembea kwa nini? Kwa gari, kwa pikipiki, kwa ngamia, au kwa farasi, au kwa mguu. Miaka 500 ni mingi sana. Kutembea ufiki. Allahu almusta'an. Kwa hiyo alladhi khalaqa 7 samawati tibaqa, ambaye ameumba mbingu 7 moja juu ya nyingine. Ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut, hutaona katika kuumba kwa Allah mwingi wa rehma tofauti yoyote. Ma tara fi khalqi arrahman min tafawut, hutaona katika kuumba kwa Allah mwingi wa rahma tofauti yoyote. Pia ukasema kasoro yoyote, hutaona hilo. ilikuwa asili yake inkuja alladhi khalaqa 7 samawati tibaqa ma tara fihinna min tafawut, dhamiri ikae pale, lakini kwa ufasaha zaidi wa lugha ya Kiarabu ikawa wudhi'a al-ismu adh-dhahir mawdhi'a ad-dhamir ta'dhiman li khalqi as-samawat, ikawekwa ismu dhahiri pale mahali pa ismu dhamiri, kwa dhamiri, kwa ajili ya kuadhimisha kule kuumbwa kwa mbingu, watambihan ala sababi salamatihin, na kwa ajili ya kutanabahisha sababu ya salama za hizo mbingu kwamba zimesalimika, hazina kasoro. Huwa annaha khalqur rahman, nayo ni kwamba ni kiumbe cha aliyeumba ni Allah arrahman. Ma tara, hutaona fi khalqi arrahmani min tafawut, katika kuumba Allah mwingi wa rehma tofauti yoyote. Farji'il basara, hebu lirejeshe jicho. Hal tara min futur, je utaona mpasuko wowote? Farji'il basara, ukaleta hivyo kwa istifham, lakini pia unaweza kuleta nafi. Istifhamu hii kwa maana inkar. Hal tara min futur ay la tara min futur, hutaona mpasuko wowote, kwa maana futur kwa maana ya shuquq wa sudur. Hakuna mpasuko kwamba pale pamefanya crack, panahitaji kuzibwa, pale pana kiraka, pale hakuna mpasuko wa aina yoyote. Afalam yanzuru ila as-samai fawqahum, hivi hawazitazami mbingu zilizoko juu yao, kaifa banainaha, namna tulivyozijenga, wazayyanaha, na namna tulivyozipamba, wama laha min furuj, na hakuna kwenye hizo mbingu mpasuko wowote. Tulisoma hii katika suratu Qaf. Hakuna mahali panapasuka, lakini majengo yanajengwa yakikaa miaka 20 tu mara crack, kama limesimamiwa na mainjinia wengi na likapatilizwa matirio makubwa, miaka 100 ikifika crack, mengine yaanguka kabisa. Lakini mbingu tangu zimeumbwa hakuna nguzo, sawa, hakuna nguzo. Alif lam mim ra, tilka ayatul kitab. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, Allah yeye ndiye ambaye ameziumba mbingu pasi na nguzo mnazoziona, hakuna nguzo. Thumma istawa 'ala al-'arsh, Allahu akbar. Wa hal tara min futur, hutaona mpasuko wote, hakuna futur. Thumma irji'il basara, kisha lirejeshe jicho, karratain, mara 2 na zaidi. Karratain, mara 2 na zaidi, kwa sababu almuradu bitathniya huna bitakthir, makusudiwa ya tathniya hapa ni kukithirisha, kama ile unaposema labbaika wa sa'adaika, na kuitikia wewe mara baada ya mara, si kama na kuitikia mara 2. Kwa hiyo rejesha jicho lako mara 2 na zaidi. Farji'il basara karrataini,
lirejeshe kisha thumma rji'il basara karratayn kisha lirejeshe jicho mara mbili na zaidi yanqalib ilayka albasaru litarudi kwako jicho khasi'an hali yakun lenye kuruka patupu wa huwa hasir nalo lenye kuchoka yanqalib ilayka albasaru khasi'a ay dhalilan wa khaiban hali yakun lenye kuruka patupu wa huwa hasirun nalo lenye kuchoka hasirun ay kalilun lenye kuchoka munqati'un amma yatlubuhu min al'aib fi as-sama' bal la yajidu fiha illa al-quwwata wal jamal. Kwa hiyo katika hili pia vile vile kuna kuthibitisha sifa ya uumbaji wa Allah azza wa jalla na kuthibitisha vitendo vyake vya khiari na kwamba Allah jalla wa ala yeye ndiye aliyeumba mbingu 7 na kwamba mbingu hazikuwepo zikaumbwa ni muhdatha na sio kadima kama wanavyosema baadhi ya falasifa na aya zinaonyesha kwamba mbingu ni 7 si moja tu ziko 7 ya kwanza ya pili ya tatu na ziko tibaka moja juu ya nyingine hazijaambatana kuna nafasi ya kwanza na ya pili na ya tatu na ya 4 na ya 5 ya 6 ya 7 Allahu akbar. Baadhi ya falasifa wale kudamaul falasifa mafalsafi wao wanasema wale mafalsafi wa kale wanasema kwamba mbingu zimeungana kwa sababu malahum bihi min ilm wanajisemea tu waona kwamba kila kitu waweza kutumia akili hawana elimu yoyote katika hili lakini aya hii inaonyesha kwamba ni munfasila na hadithi au habari za mi'raji zinavyoeleza inathibitisha hilo kwamba mbingu iko moja juu ya nyingine hazijaambatana bali zimeachana na pia aya inaonyesha ile ihkamu iliyopatikana katika kuumbwa mbingu ufanisi wa hali ya juu na umadhubuti na mbingu hazina mipasuko lakini zina milango mbingu zina milango na ana ushahidi kwamba mbingu zina milango tumesoma wapi jambo hilo na limetajwa wapi katika Qur'an sema hapo nyuma basi nimesema hiyo fatahna abwab as-sama ndio nimesema hivyo aya fatahna tu fafatahna sawa fafatahna abwab as-samai bima'in munhamir maana yake nini wewe ulitaja aya tumesoma katika suratul qamar hujui nani ajua tumesoma katika suratul qamar maana yake nini fatahna abwab as-samai bima'in munhamir nani atasema au mafungua madaftari kwanza ushahidi mwingine kwamba mbingu ina milango na لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ketika الأعراف mwingine وفتحت السماء nini sauti فكانت أبواب lakini kama umesema saraba mara ya kwanza فكانت أبوابا katika sura Naba zikafunguliwa mbingu ikawa milango wazi sio haya kwa hiyo mbingu ina milango na samaa na mbingu ina buruji 12 tutasoma ile pia inshallah katika juzu ya am kisha anasema wala qad kwa anasema rejea kisha lirejesha jicho mara 2 na zaidi litarudi kwako jicho hali ya kuwa lenye kuruka patupu nalo lenye kuchoka utachoka mwenyewe utaangalia usiku na mchana utachoka mwenyewe hutaweza kuona hakuna mpasuko wala qad ninaapa hakika zayyana as-samaa ad-dunya
tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia. ولقد زينا السماء الدنيا بسبب اللام هنا موطئة للقسم وقد للتوكيد. ولقد زينا السماء الدنيا والله كحقيقة tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia, ay allati talikum, ile mbingu ambayo inawaandamia nyinyi, wayaraha an-nas, na watu wanaiona. Wa hiya as-samaa'ul ula, nayo ndio ile mbingu ya kwanza, minas samawati as-sab'. Na dunia wasfu min ad-dunuwi, mbingu iliyo karibu, wa huwa al-qurb. sawa, nayo ni muannath ya adna, mbingu iliyo karibu. walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, na wallahi kwa hakika tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia, yani bimasabiha, kwa taa. Bimasabiha, kwa taa. kuna taa katika mbingu ile, kuna an-najmu thaqib. waja'alnaha, na tukazifanya taa hizo, rujuman lishayatin, kuwa ni vimondo kwa mashetani. rujuman lishayatin, kuwa ni vimondo kwa mashaitan. Waatadna lahum, na tumewaandalia wao, adhab as-sa'ir, adhabu ya moto. walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, wallahi hakika tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia, bimasabiha, kwa taa. waja'alnaha, na tukazifanya hizo taa, rujuman lishayatin, kuwa ni vimondo kwa mashaitani. Waatadna lahum, na tumewaandalia wao mashaitani, adhab as-sa'ir, adhabu ya moto. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo aliyofanya katika mbingu iliyo karibu na dunia hii, ameweka taa. Atakufahamisha nini? Amehusisha hii mbingu hii kwa taa. Kwa taa zote zinazoonekana ziko katika mbingu hii, kwa lengo la kuipamba, kwamba mbingu imepambwa. katika aya nyingine imekuja wazayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha, tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia kwa taa na kuhifadhi. Tumeweka ulinzi katika hiyo taa, katika hiyo mbingu. Kwa hiyo ni zina, zile nyota zimewekwa ni pambo, lakini pia vile vile ni alati za ulinzi. Mashayatini walikuwa yastarquna as-sam'a, walikuwa wakiiba mazungumzo yanayoendelea kule juu. Sasa baada ya kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pakawekwa ulinzi pale, ikawa kila wakisogea, yajid laha shihabun thaqib, anajikutia kimondo, kinamkuta kimondo kilichokuwa chenye kumtoboa, kumpiga, kile anapelekewa kimondo kinampiga, wanashindwa kuingia katika mbingu. Kadhalika nyota zile zilizokuwa katika anga, pamoja na kwamba ni ulinzi, lakini pia vile vile ni alama za watu walioko ardhini. Ni alama, taa ni alama, mwezi ni alama, na nyota nyingine ni alama kwa wasafiri wanaosafiri fil barri wal bahr, baharini na nchi kavu. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, na kwa alama nyingi tu na kwa nyota wao wanaongoka. Wasafiri wanasafiri baharini na wanaosafiri majangwani huku nchi kavu wanatumia nyota katika shughuli zao za safari, kujua kwamba nyota hii ni mlango wa kuingia mji fulani, kienda hivi tutapotea, tukishika nyota hii tutaingia nchi fulani. Kwa hiyo zinatumika kama ni alama. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivyo, na akafanya kwamba akazifanya nyota hizo kuwa ni vimondo kwa ajili ya mashayatin, na amewaandalia mashayatin adhabu ya moto. Sawa. Kwa hiyo aya imeeleza hikma ya kuumbwa kwa nyota, kwamba ni pambo la mbingu na pia ni ulinzi kwa ajili ya kuwapiga vimondo mashayatin na kuhifadhi mbingu, na ni alama. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi dhulumati albarri
والبحر na yeye Allah ndiye ambaye amejalia kwenu nyinyi nyota ili muongoke kwa hizo nyota katika viza vya baharini na nchi kavu. Naam, pia haya inathibitisha kuwepo mashayatin na muradi wapi ni mashayatinul jinn. Shayatinul jinn ndio ambao wanapanda katika hiyo mbingu. Haya, na pia aya inaonyesha kwamba shayatin ni mukallafun,